moja ya mambo yaliyokuwa yamepatikana katika mkataba uliobaina Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na Wizara ya Dini kule Saudi Arabia, moja ya mambo yake ni hili jambo la mashindano ya Qur'ani, yani tuzo hii ya mashindano ya Qur'ani. Yaliyomo ndani ya ule mkataba, moja ni hili jambo ambalo limeonekana litekelezwe katika mtindo mwingine. Badala ya kwamba Qur'ani, mashindano haya yangefanyika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, tumeona kwamba mashindano ya Qur'ani haya yafanyike baada ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani ni miezi yote tu, miezi yote 12, kwa sababu maisha ya mwanadamu hasa Muislamu atakiwa aishi katika maisha ya Qur'ani ambayo yanamzunguka kwa miezi 12. Kwa hiyo mwanzo wa mashindano kama alivyoeleza Sheikh Kaporo ni tangu tarehe 31 mwezi wa 3 2026 mpaka tarehe 5 mwezi wa 4 2026, itakuwa siku ya kilele. Niwahimize tu Waislamu kwamba tumekuwa katika mwezi wa Ramadhani na tumehudhuria mashindano ya aina mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini mashindano haya ya tuzo ya kimataifa tumeyagurisha kutoka katika mwezi wa Ramadhani kwenda katika mwezi wa mfungo mosi, ili kutoa nafasi nzuri ya watu kuweza kuhudhuria katika mashindano mbalimbali na kuangalia na kushuhudia vipaji vya wasomaji wetu, lakini na kuawidhika na kuzingatia kwa kusomwa Qur'ani na kuyafanyia kazi ambayo tumeyasikia katika Qur'ani itakokuwa imesomwa pale. Sasa kazi yangu mimi ni dogo. Kazi yangu ni kuzindua, niseme tamko la kuzindua kwamba tuzo ya mashindano ya Qur'ani nimeyazindua sasa hivi. Mwenyezi Mungu atupe taufik na tujalie kuweza kuhudhuria, lakini atujalie kuweza kushuhudia, na tarehe 5 inshallah taala mwezi wa 4 2026 tuhudhurie vile vile kwa wingi kama ambavyo tumeweza kuhudhuria katika mashindano mengine yote yaliyopita. Na mashindano kama unavyoelewa, uwanja wetu ni ule ule tu wa Mkapa. Kwa hiyo sisi tuifanye Qur'ani ya mashindano haya ni jambo kubwa kweli kiasi cha kwamba linatushughulisha na tunaweza tukahudhuria hata kama sio mwezi wa Ramadhani katika uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria, kwenda kuona vipaji vya wasomaji na pia kwenda kupata rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusomwa Qur'an. Tofauti na mashindano yote tunayoyafanya, kutakuwa na magrupu mawili katika mashindano. Grupu la kwanza ni la wale vijana wadogo kabisa wa kuanzia miaka 5, 6 mpaka mwisho miaka 12, lakini vile vile grupu la vijana wakati kwa kati ambao wanaanzia hapo baada ya miaka 12 mpaka miaka 25. Mwaka huu tutakuwa na nchi 26 kutoka katika mabara yote ya dunia. Tutakuwa na wageni wa kutoka katika nchi 26. Mbali ya hao, yatapambwa mashindano haya na imamu kutoka Masjidil Haram na Masjidil Nabawi kutoka Maka na Madina. Atakuja maalumu kwa ajili ya kuyatia nguvu na kuyashajihisha mashindano haya. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuna zawadi ambazo zilizokuwa zitafikia dola 30,000. Zawadi yote ni dola 30,000 ambazo watazogombea washiriki wote hapo. Washiriki wadogo na wakubwa watapata kwa mtiririko maalumu ambao utakaotangazwa baadaye. وبهذا المقام نشكر سماحة المفتي لحرصه ومتابعته لهذه الأمور ولتعزيز التعاون في المجالات الإسلامية والدعوية بين المملكة وتنزانيا.
Napenda pia kutanguliza shukrani zake za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Samahati Dr. Mufti Jamhuri ya Tanzania Sheikh Dr. Bakar bin Zubair bin Ali kwa himma yake kubwa na juhudi yake kubwa kuhakikisha kazi hizi za mashindano ya Qur'ani na kazi za Qur'ani nchini Tanzania inakwenda vizuri, na kwa ushirikiano wake mzuri sana na Wizara ya Mambo ya Dini nchini Saudi Arabia. ونتطلع إن شاء الله لمزيد من التعاون وفي هذا المجال. Na anatamani sana kuendelea kushirikiana baina ya BAKWATA na Wizara ya Islamia katika mambo mengi ya masuala ya dini. تولي المملكة العربية السعودية عناية كبيرة بالقرآن الكريم حفظا وتعليما ونشرا. Nchi ya Saudi Arabia inafanya kazi kubwa sana katika kuhifadhisha Qur'ani, kuitumikia Qur'ani na kuifundisha Qur'ani katika mambo yake yote yanayohusiana na Qur'ani. ويشرف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، أو أشرف على طباعة أكثر من 300 مليون نسخة منذ إنشائه. Na kuna kituo muhimu sana nchini Saudi Arabia, ni kituo cha kuprinti msahafu ambayo alhamdulillah imeprinti msahafu mingi sana, zaidi ya kopi milioni na milioni, ambayo inasambaza nchi tofauti duniani ili watu wapate kusoma Qur'ani.